من لساني يفقه قولي وبعد. أحباب رسول الله, tunamwomba Mwenyezi Mungu atutakabalie ibada zetu, atujalie min alfaizin. Ni jambo la kawaida katika maisha yetu ya kawaida kuwa na marafiki na maadui. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na rafiki na alikuwa na maadui, bali alikuwa na marafiki na maadui. Na miongoni mwa ahabbi asdiqaihi wa a'azzi alikuwa ni Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, mpaka akatajwa katika Qur'ani kwa kinaya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kama vile alivyokuwa na marafiki, alikuwa pia na maadui. Hata sisi katika maisha yetu hilo ni jambo la kawaida. Na utakapomuuliza mtu nani best friend wako, anaweza kukutajia kwamba fulani, lakini fulani hasa ndo sadiqi al-aziz. Na urafiki huenda mbali zaidi mpaka ukawa ni urafiki wa ndani kabisa. Ndio maana katika aya zile za kwenda kula, Mwenyezi Mungu akatuambia hakuna junaha kula katika majumba baba zenu, wajomba zenu, ami zenu, kamtaja au sadiqikum, kaingizwa pale rafiki, au nyumba za rafiki zenu. Kuna baadhi ya rafiki akikukuta uko nyumbani kwake, umekaa kwenye sofa, umeweka mguu juu ya mguu, unapiga juice au soda, akiingia kikukuta sema alhamdulillah, sasa kweli wewe ni rafiki yangu, umenikinai kweli. Maki unaingia nyumbani kama kwako, tunaika order, lete chips, lete chicken, na mwenyewe hayupo, basi yeye ni furaha yake, kwa sababu anaona sasa umeshiba urafiki wenu. Urafiki huu upo. Na ndio maana al-Imam Shafi'i alikuwa na rafiki yake akiitwa Waki' ibn al-Jarrah. Wanasema ulama wa historia, siku moja Waki' aliumwa sana. Ni mwalimu wake na ni rafiki yake. Baadhi ya riwaya zisema alikuwa mwalimu wake, wengine sema ni sahibi yake. Hizo zote mbili zinaweza zikawa. Shafi'i akaenda kumzuru rafiki yake kwa kumkagua. Alipofika akamuona hali yake, basi hali na yeye ikambadilika kwa upendo aliokuwa nao juu ya maumivu aliyokuwa nayo rafiki yake. Akanukuliwa kusema maneno haya: maridha alhabibu fazurtuhu famaridtu min hadhari alayhi. Alikuwa mgonjwa kipenzi changu, rafiki yangu, nikamzuru. Nilipomuona nikapata maradhi mimi kwa ile kumhurumia ndugu yangu na rafiki yangu, nikaumwa mimi. Urafiki unafika hadi unaumwa, basi mimi rafiki yako nikikuona naumwa mimi zaidi kuliko unavyoumwa, kwa jinsi ninavyokuwa ninakupenda. Anasema wa atal habibu yauduni, nilipoumwa mimi sasa akapona rafiki yangu, naye akaja akanizuru katika kitanda cha maradhi. Wa atal habibu yauduni anasema fabari'tu min nadhari ilayhi. Siku alipokuja mimi nikapona kwa ile kumuona yeye amekuja. Siku nilipokwenda niliumwa kwa kumuona, na siku alipokuja kunikagua nikapona kwa kumuona. Urafiki huo unatokea, lakini tuwe na 100%. Hakuna urafiki ambao hauna matatizo na misukumano wala ikhtilafu ndani yake wala mazonge. Ndio maana wakasema mwenye kumtaka rafiki bila ya dosari, huyo ataishi akiwa mpweke maisha yake yote. Na mwenye kumtaka mke bila ya dosari, huyo atakufa akiwa mjane, hana mke yoyote. Haya wanayasema sana, kwa sababu hivi katika dunia ni vitu vya kawaida.
Ndugu zangu, leo tunajifunza kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vipi akiamiliana na rafiki zake au na maadui zake. Ina maana kama mnaelewana sana, haina maana kwamba hawa watu kuelewana kwao hawakosani. Wanakosana, lakini mmoja anamsamehe mwenzake au anamvumilia au anamuachia mbururi anavyotaka. Ndio urafiki unavyokuwa. Wanapendana kweli kweli hawa watu, hawajawahi kukosana. Wanakosana, lakini kuna kitu kinaitwa tolerance, tasamuh, kule kuachiana, kuvumiliana. Sasa urafiki wowote au ushirika wowote, uwe wa biashara, uwe wa ndoa, uwe wa urafiki wa mitaani, wowote, lazima kuna kuwa na kitu kinaitwa tolerance, tasamuh. Kamba ikivutwa na watu wawili huwa inakatika. Sasa tujifunze kutoka kwa Bwana Mtume moja katika tabia njema sana ambazo kila rafiki anapaswa ajipambe nazo. Nazo ni tabia za alhilmu wal anah, upole, subra, uvumilivu. Katika hadith sahihi alisimulia Imam Muslim aliyoipokea Abdullah ibn Abbas, anasema Abdullah ibn Abbas, Bwana Mtume alimwambia bwana mmoja akiitwa al-Ashaj ibn Abdul Qais, alimwambia hivi, Mtume alimwambia huyo bwana, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, wewe una mambo mawili Mungu anayapenda sana. Una vitu viwili, una tabia mbili, yuhibbuhum Allah, Allah anazipenda sana tabia hizo mbili. Unazo wewe al-Ashaj. Ni zipi? Alhilmu wal anah. Al-anatu, upole na uvumilivu. Na hilmu unaweza ukaitafsiri unavyotaka katika subra. Unaweza kwa Kiingereza ukasema humble, mtu akiwa humble, halim. Akiwa mtu ana tabia ya uvumilivu, akiwa mtu mpole, akiwa mtu na busara, akiwa mtu na hekima. Kuna watu wawili mara nyingi hawa tuko nao. Tuzisikilize hizi sifa za hawa watu wawili. Huenda mimi na wewe tukawa mmoja katika wenye sifa hizi. Sema kuna mtu sari'ul ghadab bati'ul auda. Kuna mtu aina hiyo. Sari'ul ghadab ni mwepesi wa kukasirika, hasira zake ziko juu juu. Saa nyingine wala kitu hajafanywa yeye anakasirika yeye na kafanywa mtu mwingine. Sari' al-ghadab. Na bati'ul auda, na kurudisha hali yake akasawazisha, hasira zikaondoka. Pia ni mzito sana, kukasirika haraka lakini kurudi mzito. Anaweza akakasirika leo akaridhishwa akaombwa mwaka 2023 ndo akasamehe. Bati pole anakuja mzito, lakini ghadhab hazisubiri, zinakuja haraka. Tunao marafiki wetu kama hao, kitu kidogo amekasirika. Lakini kuna wa pili, bati'ul ghadab sari'ul auda. Huyu ni mzito wa hasira, hasira zake ziko mbali, zinakuja kidogo kidogo, lakini akikasirika sari'ul auda, ni mwepesi wa kurudi katika mstari akasawazisha mambo. Na huyu pia tuko naye. Sijui mimi na wewe tuko katika klasi gani katika wawili hapa? Usimnyoshe mwenzako kidole. Na wewe uko katika position gani hapa? Ni sari'ul ghadab bati'ul auda au bati'ul ghadab sari'ul auda? Sasa halim ni nani katika wawili? Halim ni nani? Halim ni yule bati'ul ghadab sari' al-auda, ndo halim. Mzito wa hasira, si kwamba hakasiriki. Ndugu zangu tufahamiane, hakuna binadamu asiyokasirika. Wanasema ulama, man isturdiya falam yarda fahuwa shaytanun wa man istughdiba falam yaghdab fahuwa himarun.
mwenye kuombwa radhi na msamaha asisamehe, huyo ni ibilisi. Na mwenye kukasirishwa asikasirike, huyo ni punda. Hakuna mtu asokasirika, sote tunapata ghadhabu, lakini kuna kuficha hasira, kuna kuvumilia, ambayo ni sifa kubwa sana. Ndio maana Allah akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Msalieni mtume sasa. Unaona sifa moja katika watu watakao kwenda katika pepo ya Allah, walkadhimina alghayz, waliozuia hasira zao. Mtume alipigwa, akadhalilishwa, akatukanwa, akamnyanyasa, akafanyiwa mambo makubwa, akaondoka akaenda zake Madina, lakini akarudi. Wale wote waliomnyanyasa mtume, waliompiga vita, waliomdhalilisha, wakakamatwa, akawa mbele ya mtume. Sasa yeye ndo anaweza akawafanya chochote. Mnadhani aliwafanya nini? Akiwauliza sasa, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, leo mnafikiri nitakufanyeni nyinyi kitu gani? Wale wakasema khairan, sisi tunajua utatufanyia khairi tu. Kumbukeni mlinifanya nini hapa Makkah. Mwisho mtu ungesemaje? Idhhabu fa antum tulaqa, nendeni nyote nimewasamehe, mko huru. Tabia hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndizo tabia za Waislamu. Ni maadui zake hawa. Vipi Waislamu wenzake atadili nao vipi? Sisi Waislamu wa leo tumekuwa tofauti. Ashidda'u 'ala almu'minina ruhama'un 'ala alkafirin. Ukisikia pahala tunazozana Waislamu kwa Waislamu, wala hatufanyi hivyo kwa maadui zetu. Na utaona mtu mwingine kwa Waislamu wenzake ni mkali, lakini mnyonge kwa wasio kwa Waislamu, mpole, sijui hata anatafuta nini. Asadun alayya wa fil hurubi na'amatun. Mara nyingine anasema kwangu mimi anakuwa kama simba, kama simba. Kwa nini inakuwa hivi? Mtume SAW kwa watu waliomtesa, wakampiga vita, wakamtukana, anawaambia mko huru leo. Man dakhala baytahu fahuwa amin wa man dakhala bayta abi Sufyan fahuwa amin man dakhala almasjida fahuwa amin. Anawaambia ingieni mnapotaka, nyote mmesalimika. Hizi ni tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikupe kisa kimoja miongoni mwa visa tamu vya akhlaq za bwana Mtume. Alikuja siku moja mmoja miongoni mwa katiba wanajeshi wa Mtume waliokuwa wametumwa kwenda kuangalia dauriyat katika mji wa Madina. Wamemkamata mtu, wamekuja naye Madina, hawamjui ni nani, lakini Mtume alikuwa anamjua. Mateka. Akawauliza Waislamu waliomkamata, atadruna man akhadhtum, nyinyi wanajeshi wangu mnajua mmemkamata nani? Wakasema la, hatujui. Akasema hadha Thumama ibn Athal sayyid bani Hanifa malik min mulukihim, mliyemkamata anaitwa Thumama ibn Athal. Huyu ni mfalme wa Bani Hanifa kule Yamama. Thumama Yamama kwao. Ni mfalme, si mtu wa kawaida, mmemkamata kigogo. Lakini ana historia kubwa huyu na Mtume. Kwanza alikuwa akimtukana sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha alitiania hasa kuja kumuua Mtume. Kisha aliwapiga masahaba. Ina maana hakuwa katika Waislamu. Ni mmoja katika maadui wa Kiislamu, bali ni adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ghafla moja tu anaonekana mikononi mwa Mtume bila kutarajia. Wewe ungekuwa yule adui yako, umeona leo umempata,
ungesema leo atanitambua. Mtume SAW akamwambia, mnamjua mmemkamata nani? Huyu Thumama. Basi nakuambia ni kitu kimoja, ahsinu asara, mfanyieni uzuri umateka wake, mkamateni lakini mfanyieni ihsani. Ijma'u at-ta'ama wash-sharabu, leteni ijma'u at-ta'ama wash-sharaba fa arsilu ilay, mtafutieni kinywaji, chakula mpelekeni. Watu wakasema chakula hapa sasa hivi haraka hatuna. Mtume akasema nendeni nyumbani kwangu, chukueni chakula kutoka kwa bibi Aisha. Bali chakula kikatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwa Mtume, anapewa adui wa Mtume. Tena chakula chenyewe ni maziwa, maziwa ambayo Mtume alikuwa akinywa, asema Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Sababu katika maziwa kuna kila mambo mazuri na madini yale ya calcium au calcium wanaita wazungu, yale ya kufanya mifupa inakuwa strong, yamo katika maziwa kwa kiwango kikubwa na kizuri sana. Basi Mtume anasema ukila chakula chochote alikuwa akisema alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu, isipokuwa maziwa anasema wazidna minhu, tuongezee. Basi anasema mpeni maziwa Thumama ibn Uthman, adui mpeni maziwa. Kapelekewa maziwa, akapiga glasi za maziwa, ametulizana. Mtume akamwacha kwanza, wanafanya shughuli zao, amefungwa katika nguzo za msikiti. Mtume akamfuata baada ya muda, akamwambia una habari gani Thumama? Galia jibu alilomjibu Mtume, akamwambia inta'afu, anasema taqtulu dha damin Muhammad, ukiniua. Maana anajijua kwamba yeye ni mtu gani kwa huyu Mtume. Ukiniua, umeua mtu mwenye damu mikononi mwake, yani mtu ambaye ameua. Kuna watu wako nimeua wengi, nimekupigeni vita, kwa hiyo mkiniua nyinyi hamna kosa, kwa sababu mimi mwenyewe ni muuaji na nimekuueni nyinyi. Ndio maana ya taqtulu dha damin, ukiua unamuua mtu mwenye damu, muuaji aliyewahi kuua katika familia zenu au katika watu wenu, nimeua. Wa intafu, lakini pia ukinisamehe, taafu an karimin, unamsamehe mtu muungwana ambaye anaweza kukulipa ukarimu uliomfanyia. Wa in kunta turidu almala fasal minhu tu'ta ma tasha, na kama unataka hela ili uniachie, sema kiwango gani nikupe. Ni mfalme huyu. Hayo matatu haya anamwambia Muhammad. Mtume SAW akaondoka, hakumjibu kitu chochote, kambakisha mpaka kesho. Mara nyingine unajua mambo usiwe na haraka nayo, yaache yenyewe yatajiseti na kujisolve. Mtume kamwacha. Ndio sifa ya Mtume, ina akhlaq zake za hali ya juu. Siku ya pili akaja tena, kamuuliza maladhi waraak, kuna nini, unasemaje? Nasema mimi langu ni lile in taqtul dha damin, in ta'fu an karimin, wa in kunta turidu almala fasal minhu tu'ta ma shi't. Yale nilokuambia jana ndo haya, usibadilishi. Mtume akaondoka. Siku ya tatu, kuna habari gani? Akamwambia maneno yale, hakubadili, alikuwa na msimamo. Mtume akasema basi, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, nakupa ofa, utaniamini kwamba mimi mtume na utamwamini Allah? Yule akamwambia la aqulu, wala siamini. Hivi huyu mtu alikuwa anakunywa maziwa ya bure? Huyu mtu kapewa nafasi hii, maneno mazuri, yeye ni adui na anakiri, si kwamba anasingiziwa kwamba ni muuaji. Na Waarabu wanasema al-iqraru sayyidul adilla, akisha kukiri mtu tena ndio bwana wa dalili zote, usitake tena kutafuta jambo lengi, kakiri mwenyewe. Tena kapewa maziwa kutoka katika nyumba ya Mtume, watu wanatamani kwenda kula kwa Mtume, yeye ugeni huu kaupata, anaambiwa tusema la ilaha illa Allah, imekuwa kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia basi, fuku quyudahu atliqu sarahahu, mfungueni, muachieni aende zake. Alikiri huyu kwamba ana damu mikononi mwake, amekiri ametuua,
ugeni hapa kila siku chakula anakula, anapewa, sema tu la ilaha illa Allah, imekuwa kazi kubwa. Sasa mwacheni aende, mwacheni. Akafunguliwa, akaondoka. Yule bwana anapiga hatua za kuondoka, anatizama, naona watu wote wamekaa pahala pao, hawamfuatilii. Akaenda mbele, huko kulikuwa kuna bwawa la maji, akakoga, alafu akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanamuona huyo anarudi. Kufika kwa Mtume, akasimama mbele yake, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah. Takbir. Nimeamini kwamba Allah ni mmoja, wewe ni mtume wake Muhammad. Kwa nini ukusema nilipokuambia pale? Nisema ningesema pale, ningesema nimeogopa upanga ndio maana nimeslimu. Lakini nilivyoondoka, nimeenda zangu kule, nikaona kweli niko huru. Kwa hiyo nimekuja kuslimu kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tabia ya upole ndio iliyomfanya huyu bwana kaingia katika Uislamu. Sisi sijui kama tabia zetu zina encourage wasiokuwa Waislamu wakaupenda Uislamu, hususan tabia ya upole. Ni wangapi katika sisi ameshaingiza mtu katika dini kwa tabia yake? Labda kuwatoa watu katika dini. Ni wangapi katika sisi ambaye jirani yake ameappreciate the way of life ambayo anaishi, mpaka sema mashaallah, hii dini hii na mimi nitakuwa mmoja wao, niwe member katika nation of Islam. Nani? Kwa sababu ya tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili sio peke yake. Takupeni mfano mwingine wa upole wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja amekaa na sahaba. Sasa sahaba ni wanafunzi wake, wako na yeye, heshima kubwa wanampa. Nyumbani kwake amekaa, baada ya muda mchache kaonekana kuna sahani inapita katika mlango wa nyumba ya bibi Aisha, inakuja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile sahani ilikuwa sahani ya chakula. Bibi Aisha akaiona imekuja ile sahani, lakini haikutoka jikoni kwake, imetoka jikoni kwa mke mwenzake. Akaichukua sahani, akaipiga na chini, kavunjika vipande vipande. Sahaba wako ujue, wanatizama hali inavyokwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyuka, akaokota kile chakula kilichokuwa katika sahani, alafu sahani ile vipande vipande akaikusanya, akamwambia mmoja katika kuweko pale alete sahani mpya, akaiweka ile, akampa aliyeleta ile, akamwambia rudisha hii sahani iliyokuwa haijavunjika, peleka huko, badala yake iliyovunjika achana nayo. Kisha akawageukia wale masahaba waliokuwa wamekaa katika ugeni wa Mtume, akawaambia gharat ummukum, mama yenu ameona wivu, mama yenu ameona wivu. Nani atakuwa na tabia kama za Mtume? Nakwambieni nyinyi ambao mna wake wawili, watatu, najua mnapata kibarua kikubwa. Hata mtu akitaka kumuita mkewe anapiga hesabu kwanza, ndilo jina hili lisije likawa jina la mke mdogo. Mimi najua kwa sababu mimi nimeshakuwa na wake wawili pia. Siku nyingine unataka kumuita Mariam, lakini unasita kidogo, ndilo kwanza. Maana ukiita la mke asiyekuwa yeye mbele yake, kwani kakupa nini huyo? Kila wakati unamtaja tu. Kuna kibarua kikubwa kwa watu wenye wake wawili. Kuna sahibi yangu mmoja alinipa kisa, lakini ni ndoto. Katika ndoto hatuchukui hukumu. Anasema aliota huyu bwana ni siku ya kiyama, kumekucha, Allah na hukumu waja wake. Wewe 50% hujafika amali, nenda motoni. Wewe amali zako 40% motoni. Kaja bwana mmoja, yeye asilimia zake ni 35, akaambia wewe nenda peponi. Wakauliza, mbona yule 40% kenda motoni, huyu 35 atakwendaje peponi? Huyu ndo aende motoni. Asema huyu alikuwa na wake wawili duniani, moto wake kisha upata huko, mwacheni aende zake. Ni ndoto lakini. Yani ukiwa na wake wawili kuna moto. Yani mpaka kilma hasib alaiha alfa hisab qabla an tatafawwa. Usije ukaita jina la mke mdogo kumbe unaita mke mkubwa, nyumba itawaka moto hiyo. Ebu angalieni Mtume anaokota
analeta sahani nyingine, kisha ana explain, anambia gharat ummukum, mama yenu ameona wivu. Hichi ni kitu cha kawaida. Let's say nyinyi mmenitembelea mimi mwalimu wenu, kama nimekuwa mwalimu, mmekuja nyumbani kwangu, mmeona mke wangu anavunja kisahani mbele yangu na wageni wanatizama, reaction yenu itakuwaje? Shakuwa bwege shekhe wetu. Sisi tulikuwa tunamheshimu, tunaona kweli ni mtu anatupa mawaidha, kumbe yeye mwenyewe ameshindwa kumpa mawaidha mkewe. Angalia mke wake anayofanya, kutoka leo hatumheshimu, hatusikilizi tena mawaidha yake. Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha mambo makubwa, na wanawake wasije wakasikia haya wakasema kuanzia leo wataona haya ni mambo yamepita. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha sisi, naye yalitokea katika nyumba yake ipate kuwa darsa kwa wanandoa. Nyumba ya Mtume ilikuwa misukosuko. Ya ayuha nabii lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Zote hizi zitoka katika nyumba ya Mtume. Sasa lakini tabia ya Mtume alhilmu wal ana, upole ule, na kuweza kusolve na kuhandle baadhi ya mambo bila ya matatizo yoyote. Anaokota, anaeka, anawaambia sahaba. Si kwamba hajaona kitu chochote. Hakuna mtu ambaye ndo kawaida. Hakuna kawaida. Sio kawaida. Angebakia tu bila kusema, ingekuwa sio kawaida. Lakini amewaambia kwamba kilichomfanya huyu bibi, mke wangu, mama yenu, ni wivu. Na mimi nimempa excuse, nimempa udhuru, sehemu yake hiyo. Ndio Waswahili wanasema wivu haukusilimu. Wivu haukusilimu maana yake wivu sio Muislamu. Upo kila pahali, lakini unatakiwa ufanyie takyim mpaka usilimu, uwe wivu wa kweli mzuri, uende katika mambo yake. Sasa sisi Waislamu, kama kuna watu ni aula zaidi kuonekana akhlaq zao za subra na uvumilivu, basi ilikuwa sisi, kwa sababu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ni kigezo chema. Role model yako ni Mtume. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni mimi. Alaykum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin. Mwendo wangu, sunna yani mwendo wangu, zile hatua alizokuwa anatembea Mtume, anakwenda anaishi, sisi tuige. Lakini wapi? Mwarabu anasema laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Ungesikika kama unaongea na aliye na uhai, lakini unayeongea naye ameshakufa zamani. Anaingia huku anatoka huku. Leo hapa tunazungumza, lakini ukitoka unayacha hapa. Tuyachukue tuyafanyie kazi, ndio Uislamu wetu. Uislamu sio kusali tu ndugu zangu. Uislamu sio kufunga tu. Uislamu ni namna gani unaishi nyumbani kwako na wenzako. Uislamu ni vipi unauza, unanunua. Uislamu ni vipi unakopa na kurudisha deni. Uislamu ni vipi unasafiri. Uislamu ni vipi unaishi na jirani yako. Uislamu unatakiwa uwe performance yake kule ni kubwa. Ndio maana Umar alipotaka kumwambia mtu, niletee shahidi anayekujua, anataka mtu amshikie ushahidi, mtu kaniletee mtu shahidi yako lakini anayekujua. Yule bwana katoka kamleta shahidi wake. Shahidi alipofika, Umar akamuuliza shahidi, sasa ataarifuhu, yule kuja kumsimamia ushahidi unamjua? Qala naam, namjua. Anasema hal anta jaruhu alladhi ya'rifu madkhalahu wa makhrajahu, unamjuaje? Je, wewe ni jirani yake ambaye anamuona anapotoka na kuingia? Qala la, sema mimi si jirani yake. Hal sahibtahu fi asfarihi wa tirhalihi, kama si jirani, je ulisafiri naye hata siku moja katika safari zake, ukaandamana naye safari ambazo tu'rafu biha makarimul akhlaq
watu hujulikana tabia zao wakati unaposafiri nao. Umeshasafiri naye? Qala la, kasema bado pia sijasafiri naye. Umar akamwambia idhhab fa anta la ta'rifuhu, nenda zako, bado humjui huyu. Atasema itini biman ya'rifuk, wewe bwana kaniletee mtu anayekujua, usiniletee watu ambao hawakujui. Wewe bwana la'allaka ra'aytahu fil masjid yusalli yarfa'u ra'sahu wa yahuzzuhu hakadha, naona umeonana naye tu msikitini, huyu umemwona anasali, ananyanyua kichwa chake hivi anakiinua hivi, ndio umemwona unasema unamjua. Sema tunasali naye. Sema bado humjui. Tunaonana msikitini, bado humjui. Utamjuaje? Nenda pale anapouza sokoni, umsikie maneno yake, usikie anavyokamata watu madeni yao. Bwana nivumilie kidogo. Hakuna kuvumilia. Bwana utapata thawabu. Sitaki thawabu, mimi nataka hela. Bwana hivi, usikie maneno anayoyasema. Hapo ndipo utamjua mtu. Na ukisafiri naye mtu ndani ya safari, kuna mambo mengi yanajitokeza. Mengi. Na bwana huyu tushasafiri naye, lakini uzalendo ulimshinda, alitukana huyo, alifanya visa huyu. Sikuamini kama ni yule bwana alikuwa anatusalisha pale msikiti. Sikuamini. Kuna vitu hivi vinatokea, vinajitokeza. True color ya mtu inaonekana katika ujirani. Sote tukiingia msikitini tumekuwa malaika kwa unyenyekevu. Lakini turudi nyumbani, tuonane sasa na wake zetu. Mkeo alikwambia nataka hela, unaambia hela ile pale, kwa mguu unamwonyesha ile pale. Adabu hakuna. Vijana, mambo haya ndo yetu hasa. Tukiwa tunaona kwamba sisi tumekuwa watu wengine wanatuheshimu, lakini kumbe nyumbani hatuheshimiki kwa sababu ya akhlaq. Mpaka uheshimike kwako. Uzuri unaanza kwako. Charity begins at home. Sadaka inaanza kwako. Heshima inaanza kwako. Ikiwa unaheshimika kwa watu, kwa mtu fulani, mheshimiwa fulani, lakini nyumbani kwako hakuna heshima. Mtu mkarimu, nyumbani hatuoni ukarimu. Huyu mtu wa sadaka, nyumbani watu wanalala njaa. Huyu mtu anafurahisha watu, nyumbani watu wanakereka. Bado ya ayuha ar-rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana dha at-ta'lim tasifu ad-dawa'a lidhi as-siqami wa diddana تصف الدواء لذي سقم وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تصلح من الرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم فهناك يسمع ما تقول ويقتدى به وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. Anasema wewe unamsomesha mtu lakini wewe mwenyewe kumbe unahitaji kusomeshwa. Wewe unakemea jambo, wewe mwenyewe unalifanya. Wewe unamwambia mtu anayeumwa dawa ni hii, wewe mwenyewe unaumwa, si unywe wewe upone. Wa ghayru taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa ka tabibin yudawi an-nasa wa huwa maridun. Mwenye kuamrisha watu kwamba kuweni wacha Mungu na yeye mwenyewe hana takwa, ni kama daktari anatibu watu wakati yeye mwenyewe anaumwa. Aanze yeye kujitibu. Ndo ibda bi nafsik fanhaha an ghayha fa idha intahat bihi fa anta hakim. Hivi ndivyo unavyotakiwa. Kwa hiyo tabia za upole, tabia za uvumilivu ni tabia nzuri anazozipenda Mtume na anazozipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atupe tabia hizi ili tuishi na watu na walimwengu vizuri. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إلى كتاب الله وسنة رسولك محمد مردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.